familia kwa ajili ya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba kuwasalimu mkutano mzima na kuwapatia pole. Bwana Yesu asifiwe. Kweli kwamba tunayo moyo wa shukrani kwa ajili ya tukio hili ambalo linaenda kutupata nafikiri kwamba ingekuwa vizuri ile familia itaweza kuliongea, basi lile ndio wewe ulichukue, ndio leo ulichukue. Basi acha nimkaribishe msomaji kwa ajili ya risala ya marehemu kupitia familia yake ya Buluba Ibukata. Bwana Yesu asifiwe. Buluba Ibukata, Buluba Ibungo, Buluba Iburowe. Haya, ndio tunasoma risala ya marehemu. Familia ya Buluba Ibukata inachukua nafasi kuweza kuwashukuru familia, ndugu, jamaa na marafiki, majirani, kijiji na kanisa kwa kutoa ushirikiano mkubwa tangu kipindi hiki cha majonzi kwa ajili ya ndugu yetu, mtoto wetu Danieli Kalonda Shaban kuzaliwa. Marehemu alijulikana kwa jina la Danieli Kalonda. Alizaliwa Kalemi tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka wa 1981. Baba wa marehemu aliitwa kwa jina la Shabani Kalonda wa kabila la Baluba wa teritware ya Manono wa province ya Tanganyika DRC. Mama wa marehemu anaitwa kwa jina la Abwe Marcelina wa kabila la Babembe Bashimyaka Bashinguchi. Marehemu ni mtoto wa pili kati ya watoto 10, wa kiume 6 na wa kike 4. Ndoa. Marehemu alioa na kuzaa watoto 9, wa kiume 2 na wa kike 7. Marehemu ameacha wake 2. Mke wa kwanza anaitwa kwa jina la Jacqueline wa kabila la Baluba wa Nyunzu. Mke wa pili anaitwa Mado Mtoke wa kabila la Wadabwa. Marehemu alibahatika kupata wajukuu 2. Jumla marehemu ameacha familia ya watu 11. Elimu. Marehemu alisoma shule la msingi Faransa primaire. Pia alimaliza sekondari na kufanikiwa kupata diplome d'etat. Kazi. Marehemu alikuwa mfanyakazi kwenye shirika la World Vision kwenye kitengo cha Lodas. Pia alikuwa mfanyakazi kwenye shirika la DRC kwenye kitengo cha Lodas kwa cheo cha supervisor na kwenye vitengo mbalimbali. Alikuwa pia mmoja kwenye vikundi mbalimbali vya kijamii ikiwemo kikundi cha Utajiju.
Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa na ugonjwa wa ini kwa muda mrefu hadi umauti ulipomfika. Baada ya jitihada mbalimbali ya hapa na pale kwenye mahospitali tofauti ambapo alilazwa mara kwa mara, na katika hayo kuna ndugu wengi walijitokeza kwa kumtibisha kupitia misaada yao. Kifo. Marehemu alifariki siku ya tatu ya tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 na saa 8 za usiku kwenye hospitali kuu ya Red Cross hapa kambini Nyarugusu. Shukrani. Tunawashukuru wote walioshiriki pamoja nasi na watakaoendelea kushiriki nasi hadi mwisho. Pia familia inawatangazia kuwa tutatinda msiba siku ya posho ya tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Kwa niaba ya familia ya Buluba Ibukata, Celeste Mwamba, mzee wa upako. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kutoa tu ufafanuzi kidogo pale ambapo tulisema kwa ajili ya misaada. Ni kweli marehemu alisumbuka sana kwa ajili ya magonjwa, lakini pamoja na hayo, kwanza tunakushukuru kanisa kwa sababu walitoa misaada kumsaidia kwa maombi, kwa kwenda kumtibisha. Mungu abariki sana. Sisi hatuna la kuwalipa. Pamoja na hayo, hata kuna wandugu wengi toka nje ya nchi, vikundi mbalimbali pia na wao walishiriki katika kumsaidia kwa niaba kusema kwamba tunaweza kumponyesha mpendwa. Lakini mpango ya wanadamu si mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pia shukrani zetu za mwisho kuna vikundi pia wamejitoa kwa ajili ya kusaidia msiba, kwanza klasa, kijiji, kanisa, wandugu mbalimbali, mashirika, wenzake wa DRC. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Na la mwisho ni kwamba tutapendelea sote, kama vile msomaji alisema kwamba Jumamosi tunatinda msiba. Ingekuwa vizuri sisi sote tushiriki pamoja. Na leo hii baada ya sisi kutoka malaloni, tunaombeni tena sote tuwe pamoja kwa kile maji ambacho viongozi wa serikali walitayarisha, sisi wote tuhudumie pamoja, na Mungu awabariki. Amen. Basi kwa ni mzee wenu, mzee wa upako, na Mungu awabariki.